alikuwa anatumiwa kwa kumlawiti mtoto wa miaka 10, mtoto wa kiume wa miaka 10 ambaye ni mtoto wa kaka yake. Yaani mtuhumiwa ni baba mdogo wa huyo mhanga. Na hiyo vitendo vilikuwa vinatokea katika mazingira ya nyumbani, alikuwa akimlawiti kwa nyumbani na walikuwa wanaishi na bibi huyo mtoto ambaye ni mama wa mtuhumiwa. Na inaelekea kwamba alikuwa anagundua haya matendo aliyagundua, lakini hakuwa anachukua hatua yoyote. Kwa hiyo tumemfikisha mahakamani na kesi imesikilizwa na leo hukumu imetoka, tumepata conviction, mtuhumiwa amefungwa kifungo cha maisha jela. Natoa wito kwa wazazi, kwa wananchi wote kwamba wanapogundua matendo kama haya ya kulawitiwa watoto kwa kubakwa, uchukue hatua, watoe taarifa kutoka polisi, kwa sababu hiki kitendo kilitokea mazingira nyumbani na mhanga alikuwa analawitiwa mara kwa mara, lakini bibi yake alikuwa achukue hatua. Lakini pia hata baada ya kuwa mtuhumiwa mpelekwa mahakamani, mtoto akatoa ushahidi, huyo mtuhumiwa walivorudi nyumbani alimpiga sana yule mhanga. Na alikuwa anamzuia kwamba asifike mahakamani kutoa ushahidi, lakini tulifanya utaratibu na mtoto alifika mahakamani kutoa ushahidi. Kesi imeenda vizuri, leo amefungwa kifungo cha maisha. Kinachotakiwa ni zile taratibu tuzifuatwe, vyombo vya sheria vipo, apelekwe, basi atakapokuwa ametiwa hatiani basi sheria ichukue mkondo wake. Na tunaomba serikali izidi kuchukua hatua kali zaidi, kwa sababu kitendo hiki ni kitendo ambacho kinaumiza sana. Sasa hivi imekuwa hakuna uaminifu. Jamii tunategemea hiyo kwa maendeleo ya baadaye. Ikiwa anafanya hivyo, maana yake ni jamii nyingi inaharibika. Kwa hiyo huyo adhibiwe mpaka afe pia.